Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Asante. Baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, Tanzania iliingia katika kipindi cha mjadala mpana wa kitaifa kuhusu mwelekeo wa siasa, haki za raia na uimara wa demokrasia. Kilichofuatia ni mfululizo wa matukio yaliyoripotiwa kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali, hali iliyochochea maswali kuhusu mwenendo wa uchaguzi na usimamizi wa mchakato wa kisiasa nchini. Matukio hayo yalitokea siku ya uchaguzi, lakini mjadala na athari zake zimeendelea kujitokeza miezi kadhaa baadaye. Mjadala umeenea katika maeneo mbalimbali ya nchi kupitia vyombo vya habari, mikutano ya kisiasa na majukwaa ya mitandao ya kijamii. Wadau wakuu wanaotajwa katika mjadala huo ni serikali ya Tanzania, chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, vyama vya upinzani hususan Chadema, pamoja na wananchi wanaotafuta majibu kuhusu mustakabali wa amani na haki nchini. Katika mazingira hayo, dhana ya maridhiano imeibuka kama ajenda inayopendekezwa na pande tofauti, japokuwa kila upande ukiitafsiri kwa mtazamo wake. Kwa upande wa serikali na CCM, maridhiano yanaelezwa kuwa njia ya kulinda amani, kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuzuia migawanyiko ya kisiasa. Makamu mwenyekiti wa CCM, Steven Wasira, amesisitiza kuwa maridhiano hayapaswi kubaki ndani ya vyama vya siasa pekee, bali yajumuishe jamii kwa upana, wakiwemo viongozi wa dini na asasi za kiraia. Kwa mtazamo wa upinzani, maridhiano yanaonekana kama haki inayopaswa kuambatana na utekelezaji wa misingi ya kikatiba. Wanalalamikia kukamatwa kwa viongozi na wanachama wao, pamoja na kesi wanazodai kuwa na mwelekeo wa kisiasa. Mwenyekiti wa Chadema, Tundu Lissu, yuko rumande akikabiliwa na kesi ya uhaini, jambo ambalo wafuasi wa upinzani wanalitaja kama ishara ya changamoto katika safari ya maridhiano. Viongozi wengine wa chama hicho akiwemo John Heche na Freeman Mbowe wamesisitiza kuwa lengo lao ni kudai haki na usawa kwa njia za amani. Swali la namna maridhiano yatakavyotekelezwa bado linaibua mjadala. Rais Samia Suluhu Hassan aliunda tume ya uchunguzi kuchunguza yaliyojiri Oktoba 29, hatua iliyopokelewa kwa mitazamo tofauti, hasa kutoka vyama vya upinzani vilivyoibua hoja kuhusu uwazi na uhalali wa mchakato huo. Wakosoaji wanasema kuwa bila kuwepo kwa ukweli, uwajibikaji na uwazi, maridhiano yanaweza kushindwa kufikia malengo yake. Kwa jumla, wachambuzi wa siasa wanaona kuwa maridhiano yanaweza kuwa fursa ya kujenga upya mshikamano wa kitaifa, lakini pia yanaweza kuongeza mvutano endapo mizizi ya migogoro haitashughulikiwa kikamilifu. Hatima ya kisiasa ya Tanzania kwa mtazamo huo itategemea iwapo pande husika zitachagua kuweka mbele ukweli, haki na uwajibikaji kama msingi wa maridhiano ya kudumu.